Mambo vipi mdau wa michezo na burudani? Karibu kwenye Global Update. Jina langu ni Husna Abduli Mkungo ama Kuz Dallas. Ndio, mtaani kuna moto na Jangwani ndio kumenoga. Mambo ni fire baada ya Suleiman Mwalimu kuvuka mtaani usiku wa manane kutoka Msimbazi kwenda Yanga. Tuko na Talib Hilal kutoka Omani, mtaalamu anayepeperusha bendera huko Oman AFC na FIFA. Huyu ni kocha wa zamani wa Simba. Anadai Mwalimu inawezekana hakuwa kabisa kwenye fikra za kocha na ndio maana yametokea kutokea kwa sababu alikuwa anaanza mpanzu ndio anafuatia Mwalimu Suleiman. Hebu tumsikilize zaidi kwa kina. Unajua tatizo lililopo sasa hivi, hizi media zinajaribu sana kuwapotosha watu. Anakuja mtu anaenda kuhojiwa na media ambaye hana background yote ya football. Huyo mtu ukimuuliza historia ya klabu ya Simba haijui. Umefahamu? Alafu tunatupia lawama uongozi, lakini hawajui cha ndani kinafanyika nini. Umefahamu? Kwa hiyo upande wangu mimi, maoni yangu, hao watu wanazungumza, tunaona media kila siku watu wanatoka wanazungumza, hao wote wameanza kujua mpira hivi karibuni tu. Umeona? So watu wa mpira, wangekuwa watu wa mpira wangefuatilia history hizi timu toka zilipoanza Simba na Yanga zinavyokwenda, wasingesema maneno hayo. Swali dogo tu wajiulize, wachezaji walioletwa wa kigeni, nani analipa mshahara? Klabu inayo income ya kusema ijitegemee bila ya kuwa na mfadhili? Umeona? Kwa hiyo mtu wa nje rahisi kuzungumza kuliko wale watu ambao wapo ndani ya klabu. Kuhusu swala la mchezaji kama huyu Mwalimu, ni jambo la kawaida. Kuna wachezaji hata Europe tumeshaona klabu fulani naongea naye, dakika ya mwisho klabu ingine inamchukua. Kwangu mimi Mwalimu mchezaji mzuri, hatukatai, lakini sidhani kama alikuwa kwenye plani za kocha. Nini nasema hivyo? Kwa sababu ukitizama mechi toka kaja kocha huyu mpya wa Simba, mechi zote Mwalimu alikuwa anakaa nje, haanzi, na yeye ni striker namba 9, lakini kocha alikuwa na prefer kumchezesha mpanzu kama striker kuliko Mwalimu. Kwa hiyo ina maana toka mwanzo hakuwa kwenye plani za kocha. Ndio maana nafikiri hata katika usajili wa mwaka huu kocha hakumtilia maanani sana, ndio maana wakaleta mastriker wengine. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida toka miaka ya nyuma. Mchezaji anatoka Simba anaenda Yanga, anatoka Yanga anaenda Simba. Unaona? Tumeona wachezaji wengi, kina Gaga marehemu, Method Mogela marehemu, unaona? Machinga nafikiri. Yaani kuna wachezaji wengi, unaona? Mbui Twite ilikuwa kama hivi, incidents katoka huku, watu wanategemea akaenda upande wa pili. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida kwenye mpira, ni vitu vya kawaida. Muhimu kwamba kila klabu ina filosofi yake, ina plani yake, unaona? Simba wao wameshajipanga, wanajua mwaka huu wanataka nini, unaona, na mapendekezo ya Mwalimu wanajua alikuwa anataka nini, wachezaji aliowataka ameletewa, unaona. Hata season haijaanza watu tunaanza kulalamika. Unalalamika nini? Ngoja timu ianze season, unaona? Badala ya kuwa kitu kimoja sasa hivi mnaanza kuikashifu uongozi. Mnataka uongozi gani? Unaona? Acheni uongozi ufanye kazi yake. Umeleta wachezaji wazuri, timu mwaka jana dirisha la usajili wamesajili wachezaji wazuri. Safari wanaanza toka ligi inapoanza, wamekaa pamoja nusu ya season, sasa hivi wanaanza pamoja, mmeshaanza chokochoko. Watu wakae pamoja, wa concentrate mechi ya kesho, alafu tujitayarishe kwa ligi. Lakini mimi nalaumu hizi media siku hizi zimekuwa too much. VTV vya uchochoroni vinaenda kuhoji watu wa uchochoroni ambao hawajui mpira ni nini. Unaona? Kwa nini hawafuati wachezaji wa zamani, makocha wa zamani ambao walikochi timu? Wapo wengi waliochezea national team ya Tanzania, waliochezea Simba na Yanga Pan African. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako,
inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.